Ani hapa ni machuliani ni zaidi ya machuliani wezi amini mainani. Ini kwa marasta tu ani wezi amini ani. Hapa ni sijachafuka yani aseni kwa marasta tu ase ni mbaya tuelewa. Ini mbaya tu ani manigani wezi amini. Amefanyaje? Ase macharizo wamekuja. Ase ni mbaya maniga ase chari yangu ase. Iteme tu braza ni mbaya tu wenyewe. Mchungaji wa kanisa la Mungu Babati, Mchungaji Ibrahim Safari, aliyeshuhudia hali ya vurugu na taharuki katika mazishi ya kijana George, ambapo amewaonya vijana wa bodaboda waliosababisha vurugu hizo kwamba vijana hao walipaswa kufuata utaratibu wa kanisa au wa familia na sio kujifanyia maamuzi. Akizungumza baada ya maziko hayo, mchungaji ameshangazwa na tabia za vijana wa bodaboda waliosababisha vurugu, huku akidai kama kanisa au nyumba za ibada wana kazi kubwa ya kuwarudisha vijana hao katika misingi ya malezi. Majina naitwa Mchungaji Ibrahim Safari, kanisa la Mungu. Kwa kweli tuna kazi ya ziada kusaidia hao vijana ili waweze kumjua Mungu. Unaweza kuona jinsi ambavyo sasa kizazi kinaharibika kwa sababu kinakosa mwelekeo katika jamii kuwa na heshima na adabu na kufanya jambo kama hili la muhimu katika njia inayostahili. Kwa heshima, wazazi hawaheshimu, unakuta pale vurugu, kelele nyingi. Kwa hiyo tuna kazi ya ziada kama nchi. Tunahitaji mafundisho kwa namna nyingi ili kuleta jamii bora ya baadaye, kwa sababu huwezi kuona vijana kama hawa wakawa wazazi wazuri kwa baadaye. Wanahitaji msaada mkubwa sana. Si vizuri, sababu familia pamoja na kanisa ina nafasi kubwa ya kuelekeza nini kifanyike katika wakati huu wa mazishi. Kwa hiyo unaona hata mchungaji alipata tabu ya namna ya kuelekeza. Mwisho alishindwa na akaondoka. Tulibaki kama majirani wa kumsapoti, lakini ndio hivyo, mwisho yote kwa kuwa tulikuwa tunasimama wakaamua kunichagua. Nisingekubali, maana yake akingemalizika hapo. Ni mara ya kwanza hata katika huduma haijapata tokeo. Sasa ni vigumu kutoa mwelekeo kwamba sahihi nini kingefanyika, kwa sababu tunaiona sasa. Maana yake tahadhari ni kwa wote ambao ni watumishi wa Mungu. Tuna kazi ya ziada pamoja na viongozi wetu wa serikali ili kutoa mwelekeo. Maana yake kufanya vile ni kukosa mwelekeo halisi ambao jamii ingepata kufuata. Chogundua ni kwamba vijana wetu wanapokuwa wanaendesha bodaboda, nafikiri sehemu kubwa hawaendi hata makanisani wala misikitini. Hicho ndio kinaonekana, kwa sababu hali hii ya haiba hii ya kutosikilizana na kufanya fujo inaonyesha kwamba kuna mapungufu makubwa ya kiimani. Wamekuwa katika njia zao wenyewe ambazo wamejiamulia kwa pamoja wao. Wanahitaji kiongozi wa kuwaelekeza kwamba hivi ni vibaya na hivi ni vizuri. Watakaa katika njia ambayo iliyo sahihi ikiwa wanapata kiongozi wa kuwaelekeza. Sababu hata pale angalia wamejitafutia nani asimame. Maana yake kuna uelewa kwamba hiki kinatakiwa kufanyike vizuri, kwa hiyo hatuna mtu wa kukifanya kama inavyotakikana. Wakaja kwangu na mimi sikutegemea kama wangeweza kuja kwangu, lakini ghafla na nikaona sasa kwenye hali ya mzozo ni bora kukubaliana tumalize kwa vizuri. Basi ndicho kilichotokea. Ikumbukwe vijana hao waendesha bodaboda mjini Babati wajitokeza kwa wingi kushiriki mazishi ya mwenzao George Shayo maarufu kama Tropical, aliyefariki dunia baada ya kugongwa na gari. Marehemu ambaye alikuwa mkazi wa mtaa wa Sawe na mwenye umri wa miaka 21 alifariki dunia katika ajali hiyo iliyosababisha simanzi kubwa kwa jamii ya waendesha bodaboda na wakazi wa Babati kwa ujumla. Mimi jina langu naitwa Mdoli. Mheshimiwa bwana, ndugu yetu amefariki kwa ajali ya bodaboda, amegongwa na semi. Na kutokana na ajali ile imetokea, yani matali yenyewe na machule unaona yenyewe.
Yaani ni wanae hasira ni wote, yani kwanza haelewi. Yaani kutokana na matukio yenyewe yanatokea ni kila siku wenyewe watu ni ugomvi. Na mpaka sasa hivi hapa natokana ni mbishano, watu hawaelewi mpaka sasa hivi, yani marehemu azikwe kibla aelekezwe wapi, maana ndugu zake wanang'ang'ania kwamba kichwa ielekee hivi, wengine aelekee hivi. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Wewe angalia tu swala hilo ni vurugushani inatokea, wewe angalia tu Mwachalia alivyokuwa na hasira. Maana ni msela wetu yenyewe, sisi tunaishi naye sana yenyewe. Kwa pale to eti ni gay wolfu kabisa yani. Ani hapa ni machulia ni zaidi ya machulia ni wezi amini mainani. Ini kwa marasta tu yani wezi amini yani. Hapa ni sijachafuka yani aseni kwa marasta tu ase ni mbaya tuelewa. Hii ni mbaya tu yani maniga ni wezi amini. Amefanyaje? Ase Machalizo amekuja. Ase ni mbaya maniga ase chali yangu ase. Iteme tu braza ni mbaya tu wenyewe. Tuambie mmeshiriki kuzika kwa mikono. Pengine hii inaashiria nini? Ani ni machule tu braza. Ni sio kwa mkono ilikuwa nitakuwa ni kuwa ni ase braza ni ase ni mbaya tu sana. Acha tuendelee kumfungia braza ase heshima yenyewe. Ni mbaya tu. Naitwa Emmanuel, ni bodaboda. Mimi nimeona kabisa bodaboda anazikwa bila beleshi, wanazikwa kwa mikono. Ina maana watu wamechafukwa. Hii inaashiria nini? Inaashiria ni kwamba wanampenda sana, ni kwamba ni vijana wake na ni mtu ambaye alikuwa hana mabaya na mtu. Marehemu ina maana yake mzazi anasema elekee chini, bodaboda anasema elekee huku, kama wataki waachane naye. Umesikia hiyo? Yaani hapo na maana yake bodaboda wamechafuka, na maana yake wanazika kwa mikono bila beleshi. Utaratibu ni kwamba wanampenda, ni mtu ambaye labda alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu ambaye alikuwa anawapenda watu. Sasa bodaboda jinsi ambavyo alivyodai, asema wazazi kama wanataka aelekee hivi, na maana yake inawezekana eti wamemtoa msukulu, anasema aelekee huku mahali makaburi mengine alipoelekea. Kwa maoni yangu wako sahihi, kwa maana yake amekuja kumzika kijana wao. Unamwona hata mchungaji mwenyewe hajaja, ameondoka. Katika hali ilionyesha mshikamano wa hali ya juu, vijana hao wa bodaboda walijitolea kufukia kaburi la mwenzao kwa mikono yao, wakionyesha upendo na mshikamano wa dhati kwa mwenzao aliyepoteza maisha.